Baada ya kutamatika kwa mchezo wa NBC Premier League ikiwa tunaelekea mwishoni kabisa mwa msimu 2025-2026, tumepata nafasi ya kuzungumza na wasemaji ama afisa habari mbalimbali wa virabu mbalimbali ambavyo vinapatikana kwenye NBC Premier League hapa nyumbani Tanzania. Tumefahamu michezo mbalimbali imetamatika hii leo kule General Isamuhyo. Simba Sports Club wametoka na matokeo ya goli 2-0 dhidi ya Singida Big Stars. Lakini hapa KMC Complex kulikuwa na timbwili kweli kati ya mechi ya marudiano kati ya Young African Sports Club dhidi ya TRA United kutoka jijini Arusha. Na tumeona ni mchezo wa aina yake, ni mchezo ambao umevutia kwa kiasi kikubwa sana kutokana na namna ambavyo wapinzani wa vilabu vyote viwili vilivyojipanga kwa ajili ya kupata matokeo chanya kwenye huu mchezo. Lakini bahati mbaya TRA awamu hii sio ya kwao, wameshindwa kupata hata bao moja la kufutia machozi, na Young African Sports Club walidhihirisha ukubwa wao ambao wako nao kwenye gemo, lakini ukubwa wa timu ambayo wako nayo, na hatimaye dakika 90 zimetamatika kwa Yanga kupata matokeo ya magoli 3 na hat-trick ya Alan Okello, fundi kabisa wa boli. Tumepata nafasi ya kuzungumza na afisa habari na mawasiliano wa TRA United Christina Mwagala. Alikuwa na mengi sana ya kuzungumza. Kubwa zaidi ambalo amelizungumza ni kuhusiana na kukubali kupigwa mabao 3 na Young African, lakini kingine ni tambo ambazo alikuwa nazo kabla ya mechi kuanza na kabla ya ili swala kuwa tayari. Ni muda ambao tulikuwa tunaelekea kuona mchezo wa majira saa 10 kamili za jioni utakapopigwa hapa KMC. Lakini baada ya kutamatika kwa mchezo, Hotbiz TV tuko na Sombaya, tumtafute Christina Mwagala na tuzungumze naye, tufahamu kitu gani anachotaka kuzungumza, na sisi pia tufahamu juu ya kile kitu ambacho tunachohitaji tumuulize Christina Mwagala, msemaji wa TRA United. Lakini kubwa zaidi ambalo amelizungumza ni kuhusiana na maandalizi ambayo wako nayo TRA United kuelekea msimu ujao, na kuahidi ni timu ambayo italeta ushindani zaidi ya msimu huu ambao tumeuona sisi wadau na wana michezo wa soka mbalimbali hapa nyumbani Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania pia. Lakini ameahidi kwamba ataenda kuvunja mikataba kwenye vilabu vikubwa barani Afrika na kuwaleta wachezaji ambao wataleta ushindani mkubwa sana ndani ya soka la Tanzania kwenye NBC Premier League. Hicho ndo kitu kikubwa ambacho msemaji wa TRA Christina Mwagala amejinadi na kusema tarehe 30 ikimalizika ni vyema zaidi tumtafuta, alafu tuambie ni klabu gani na klabu gani ambao anaenda kuvunja mkataba na kwa mchezaji gani mkubwa ambaye atakuja TRA. Wewe maoni yako ni nini, mtazamaji wa Hotbiz TV? Kama bado haujasubscribe channel yetu, ni kuombe bonyeza neno subscribe, kisha like, share na comment. Huyo ni msemaji wa TRA United Christina Mwagala. Tumsikiliza na tumtazame hapa, alafu maoni yako tunayahitaji hapa Hotbiz TV kwenye full time ya Hotbiz TV. Safari hii baada ya mechi ya tarehe 30 tukimaliza, kuanzia tarehe 1 nitafuteni, nitaenda kuwapa list ya timu ambazo tunakwenda kuvunja mikataba ya wachezaji, tunawaleta kwenye timu ya mamlaka mapato Tanzania. Malengo ya ubingwa yalikuwa msimu huu Mwagala, kama yalikuwa msimu huu. Sasa msimu si ndio umeisha? Msimu umeisha, tumemaliza nafasi ya 5, si ndio? Lakini safari moja inaanzisha nyingine. Ukimaliza haya unajipanga kwa kinachokuja, si ndio? Kwa hiyo sisi tunaanza malengo yetu kuanzia tarehe 30 tukimaliza mechi yetu na Mbeya City. Anzeni kulitafuta niwape star, yani niwape ile list. Tunakwenda kuvunja mikataba ya wachezaji gani? Tunakuja kuwaleta TRA ili sasa malengo ambayo tumeshindwa kuyafikia katika msimu huu sasa tuwe tukayafanya. Kimsingi napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, mechi imemalizika salama, lakini tumeumia kwa sababu tulipoteza mechi ambayo kimsingi tulikuwa tunahitaji kupata matokeo. Na kama ambavyo nilivyozungumza kwamba sisi TRA tufunga Yanga so story, ila story ni Yanga sababu sisi ni wakubwa kuliko Yanga. Na ndio maana leo hii unaweza ukaona namna ambavyo wamekuja uwanjani, wamekuja wanapambana, wanajua wanaenda kucheza na Al Ahly Tanzania. Yes, namna ambavyo wameingia uwanjani the way kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika 90 ambazo walikuwa wanacheza, walikuwa wanajua kusema hapa tunacheza na Al Ahly ya Tanzania. Kwa tuna kila sababu leo hii kufanya nini? Kushinda. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba tunawapongeza wachezaji wetu.
mchezo kuna baadhi ya timu ambazo kama unaweza kwa ukapunguza ile game na point. Sisi hatukuwa na pressure yoyote kwa sababu kama ambavyo nilikuwa nazungumza, sisi kucheza na hii timu sio mara yetu ya kwanza. Sisi tunahitaji ushindi ili tuweze kumaliza ligi kwa heshima, kwamba hatujamaliza katika nafasi 4 za juu, lakini tunahitaji tumalize kwa heshima, tusipoteze mechi ugenini, kwa sababu hawa ya Afrika walipokuja kule Arusha kutoka draw. Kwa hiyo tulikuwa tunahitaji na mechi hii sasa ya marudiano tuweze kusettle ama kushinda, lakini vyote imekuwa ni tofauti. Kwa hiyo sisi natupa changamoto ya kwenda kujipanga katika mechi inayokuja, na sisi kwa sasa hivi hakuna mtu ambaye kusema kwamba kuna timu sijui ilikuwa inatupa pressure sisi kwa ajili ya mechi ya leo. Hapana, kwa sababu once tumeanza msimu mwaka jana mwezi wa 9 mpaka leo sisi hatujapata msaada kwa mtu yoyote na hatujawahi kupewa pressure na timu yoyote. Sisi tulikuwa tunatafuta matokeo na sisi tunataka sababu tukipoteza CTRA, kwa sababu sisi tunashinda kwa nguvu zetu, hatushindi kwa nguvu za ulimwengu. Unanielewa? Kwa hiyo kuna tofauti ya kushinda kwa nguvu zetu TRA na wale ambao wanashinda kwa nguvu za ulimwengu. Sasa sisi TRA, timu ya Watanzania wote, timu ya walipakodi wote, bado tunaendelea kujivunia, na wakati ambao tunatimiza miaka 30 ya mamlaka ya Tanzania, bado tunaendelea kujivunia kwa kazi kubwa ambayo tumeifanya, na timu zote wanakopi na kupesi kutoka TRA. Na ndio maana nakwambia hivi, hii timu yenu hata ardhi ipasuke, Musa aje na fimbo apasue bahari, maji yatengane, yabake vumbi, hakuna siku hata moja wataifunga TRA magoli. Safari hii baada ya mechi ya tarehe 30 tukimaliza, kuanzia tarehe 1 nitafuteni, nitaenda kuwapa list ya timu ambayo tunakwenda kuvunja mikataba ya wachezaji, tunawaleta kwenye timu ya mamlaka ya mapato Tanzania. Malengo ya ubingwa yalikuwa msimu huu Magala kama yalikuwa msimu huu. Sasa msimu si ndio umeisha? Msimu umeisha, tumemaliza nafasi ya 5, si ndio? Lakini safari moja inaanzisha nyingine. Ukimaliza haya unajipanga kwa kinachokuja, si ndio? Kwa hiyo sisi tunaanza malengo yetu kuanzia tarehe 30, tukimaliza mechi yetu na Mbeya City. Anzeni kulitafuta niwape star, yani niwape ile list. Tunakwenda kuvunja mikataba ya wachezaji gani? Tunakuja kuwaleta TRA ili sasa malengo ambayo tumeshindwa kuyafikia katika msimu huu sasa tuwe tukayafanya katika msimu unaokuja. Asante na shukrani. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Peas.